designed na one of top designer kutoka nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huyu mtu siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakwenda kuuzindua kwenye mechi zetu za ligi na msimu huu. Unajua uzuri ukishakuwa na bora unapunguza hata nguvu ya kujielezea. Yaani there is no way tukatafuta designer kutoka Paris. Hii yeke sawa Linapokuja swala la jezi za Yanga Paris ni Paris. Utafute designer bora kutoka Paris Ufaransa, alafu upite kutoa 10,000 watu wasifie jezi. Hatuwezi kufanya hilo. Quality yake. Hapa nimeingia hapa, nilivyoingia tu leo kwenye huu mkutano hapa, ni kama maonyesho ya Sabasaba pale mnapofunguliwa geti hivi. Mnakimbilia kuona vitu ile, wow, nasikia waandishi wote kila mtu alikuwa wow. Jadu umekusikia? Wow, ndio jezi kishakuwa kali, unapunguza namna kujielezea tu. Sababu jezi tayari imenyoka. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini? Ndio sababu nimekuja hapa leo tuzungumze, tupate majibu ya mambo yetu yote hayo. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, ajenda pia uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema ambao tuko mikoani. Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita, tupata fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya